Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe kwenye kipindi cha kusikia neno la Mungu siku ya leo, ikiwa natumaini ya kwamba umekuwa na siku njema, lakini pia umesikia mafundisho yale ambayo nimekuwa nikiyafundisha kule nyuma na yakawa ya baraka sana kwa maisha yako. Sasa siku ya leo ningependa nizungumzie topic nyingine tofauti. Kwenye kipindi ambacho kimepita nilikuwa nafundisha kuhusiana na kuisikia sauti ya Bwana, lakini sasa nataka nizungumze kuhusiana na imani. Maandiko yasema ya kwamba pasipo imani hauwezi ukampendeza Mungu, yaani hauwezi ukamshawishi Mungu akakupa kile ambacho unakihitaji. Kwa hivyo imani ni kitu kimoja ambacho kwa kila Mkristo ama kwa kila mtu ambaye anaishi kwenye hii dunia ni cha maana sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza, imani ni nini? Ukisoma kwenye kile kitabu cha Waebrania, mlango wa 11 kuanzia mstari wa kwanza, maandiko yasema ya kwamba imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo. Yaani hiki kitu unakitarajia, lakini uko na hakika ya kwamba lazima utakipata. Hiyo ndio imani. Sitaki niingie deep sana kuhusiana na imani, lakini ukisoma ule mstari na imani ya kwamba utaelewa fika kabisa. Imani huwa inapatikana kwa mtu kwa njia kuu mbili. Kuna mtu labda atauliza, hii imani ambayo unasema mtumishi wa Mungu tutaipata kwa namna gani? Sasa nisikilize kwa umakini sana. Imani huwa inapatikana kwa njia kuu mbili. Number one, imani huwa inapatikana kupitia kwa kusikia unachokisikia. Ndio maana ukisoma maandiko kwenye kitabu kile cha Warumi mlango wa 10 na mstari wa 17, maandiko yasema ya kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia tena neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani huja kwa kusikia, lakini pia kusikia neno la Mungu. Hii ni imani ya mtu ambaye ameokoka. Unahitaji kitu ambacho unataka kukipata kutoka kwa Mungu kwa imani, unafaa usikie na usikie neno la Mungu. Hapo ndio imani ya kupata kile kitu itajengeka. Lakini pia watu wa falme za giza wanapatanga imani kupitia kwa kusikia. Ndio maana watakaa kwa shetani ama wanaenda kwa Freemason, Illuminati, wanaambiwa maneno fulani, na yale maneno wakiambiwa wanakuja kupractice kwa imani na yanatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama imani huja kwa kusikia, then ina maana kwamba inaondoka imani kwa kuona. Unachokiona kina nafasi kubwa sana ya kufanya imani yako isiwepo tena, unachokiona kwa macho yako. Ndio maana maandiko yasema hatuenendi kwa kuona, ila tunaenenda kwa imani. Siku ile ambapo utaruhusu macho yako ya nje ya kuongoze, ujue ndio siku ambao kama Mkristo utakuwa umefeli. Maana shetani atakutokezea vitu ambazo ukiziangalia kwa macho ya nyama zinakufanya ukate tamaa na ushindwe kuendelea na safari yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Musa walipofika kwenye bahari ya Shamu, maandiko yasema kwamba wana wa Israeli wakaona mbele yao kuna bahari ya Shamu, nyuma yao wanafuatiwa na Farao ili warudishwe Misri. Maandiko yasema wakaanza kumlalamikia Musa, wakaanza kumlilia Musa, wanamwambia Musa, kwa nini ulitutoa Misri ili tuje kuangamia hapa? Maana walifungua macho yao ya nje, wakaona mazingira ya nje, wakaona bahari mbele yao, wakaona kizuizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Pamoja na kuwa nguzo la moto na ile wingu ambayo ilikuwa inaongoza ilikuwa imesimama kwenye ile bahari, wakakosa kuona ile wingu, wakakosa kuona ile nguzo la moto, wakakosa kuamini Mungu kwamba amefanya njia katikati ya bahari. Wakaangalia bahari, wakaona kizuizi. Unachokiona kwa macho yako ya nje kinaweza kikakuharibia safari yako ya imani, safari yako ya kile ambacho unakiamini. Ndio maana mwanadamu anafaa
aone, anafaa aamini, anafaa aone kile ambacho anakiamini kabla hajaamini kile ambacho anakiona. Sijui kama kuna mtu ambaye ananielewa. Yaani macho yako ya kiroho yanafaa kutangulia kwanza kabla macho yako ya mwili hayaja kuonyesha. Unafaa uamini unachokiona kabla haujaona unachokiamini. Sijui kama naeleweka. Lakini kama ikienda kinyume chake kwamba utaamini kile ambacho unachokiona, ujue kwamba hapo ndio shetani atakuonyesha vitu zingine, atakuonyesha bahari ya Shamu mbele yako na utashindwa kwenda. Utashindwa kufika kule ambako unaelekea kwa sababu ya macho ya nyama. Sijui kama naeleweka. Kwa hivyo imani ndio ifanye kazi kwenye maisha yako. Lazima uhakikishe kwamba utaona kwa macho ya rohoni kabla hujaona kwa macho ya nyama. Sasa nimesema imani huja kwa njia kuu mbili. Njia ya kwanza nikasema imani huwa inakuja kupitia kwa kusikia unachokisikia. Kwa hivyo ukitaka uwe na imani ya jambo fulani, unafaa usikilize sana kuhusiana na ile jambo. Imani itajengeka ndani yako. Lakini pia imani huwa inakuja kama kipawa cha Roho Mtakatifu. Hao ni wale watu ambao tayari wamepokea Roho Mtakatifu ndani yao. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 12 kuanzia mstari wa 8 pale, maandiko yanasema wengine wakapewa neno ya hekima, wengine wakapewa imani kama karama za Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kwa kadri ya vile ambavyo utakaa na Roho Mtakatifu, kuna kipawa, kuna karama ambayo inazaliwa ndani yako ya imani. Inakuwa sasa auamini kwa sababu umesikia tu, lakini utaamini kwa sababu uko na kipawa ambacho kimezaliwa ndani yako. Enda usome kwa wakati wao kitabu cha Korinto wa kwanza mlango wa 12 kuanzia mstari wa 8. Utaona kwamba kuna karama ya imani kabisa. Kuna mtu ambaye anaamini kiasi kwamba huwezi ukamtoa kwenye msimamo wake kwa sababu ako na kipawa, ako na karama ya imani. Na hii inatokea baada ya kumekaa sana na Roho Mtakatifu akazalisha vitu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa imani inakuanga na viwango tofauti tofauti. Chochote ambacho unakihitaji katika ulimwengu wa kiroho kina kiwango cha imani ambao unafaa kuiapply ili ukipate hicho ambacho unakihitaji. Naomba nirudie tena. Chochote ambacho unakihitaji Mungu akupe ama ulimwengu wa kiroho ukupe, kwa wale ambao ni upande wa mashetani, kuna imani ambayo inahitajika ili upate hicho ambacho unakihitaji. Na kama imani yako ikipungua chini ya hicho ambacho unakihitaji, then hautapata hicho kitu. Ndio maana siku moja Yesu anawapata wanafunzi wake wakiwa wanamuombea mtu fulani, ambaye yule mtu alikuwa ni kijana fulani. Alikuwa akingojeka ungojo wake, anaanguka ndani ya nini? Ndani ya maji, ama anaanguka ndani ya moto. Maandiko yasema kwamba Yesu akawapata wanafunzi wake wamemuombea yule kijana, ikashindikana yule kijana kupona. Yesu alipowapata wanafunzi wake akawauliza, enyi kizazi msiokuwa na imani. Hawangemuombea wanafunzi wa Yesu, wangemuombea kijana kama wangekuwa na imani. Ina maana walikuwa na imani, lakini ile imani yao haikuwa iko na kiwango cha kumponya yule kijana. Utakuja kuona baadaye, kwa sababu yale maandiko nataka nikusomee sasa ndio uone chochote ambacho unakihitaji. Hata mtu yule ambaye unamuombea, kama hauna imani ambayo inatosha ya kumuombea yule mtu hauwezi ukamsaidia kwa vyovyote. Ndio maana wanafunzi wa Yesu wamewahi kuletewa kijana fulani, wakamuombea, hakuna kitu kilitokea. Lakini walikuwa wanaombea mapepo, wengine wanatoka. Lakini kwa nini huyu wamemuombea hakuna kitu kinatokea? Kiwango cha imani kina determine mafanikio yako.